mkurugenzi mtendaji, karibu sana wa Mafia Boxing Promotion. Leo mbele yako ni waandishi wa habari, lakini pia tunao Watanzania wengi ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia moja kwa moja Azam TV. Karibu sana. Nashukuru sana ndugu yangu kwa ukaribisho huu. Ndugu zangu waandishi, kwanza tunawashukuru kwa kuweza kufika hapa. Lengo ni kutimiza azma yetu hii. Mmekuwa na mchango mkubwa sana katika mambo mbalimbali, hususan ya kimichezo, na ninyi mmekuwa chachu ya mafanikio katika nyanja zote. Kwa hiyo sisi kama Mafia Boxing Promotion hatuna budi kuwashukuru kwa jitihada zenu mnazozionyesha ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanakaa sawa. Sisi Mafia Boxing Promotion tunaamini kwamba bila ninyi kujitoa tusingekuwa hapa leo, lakini ni moja ya mchango mkubwa ambao mmeutoa ninyi mpaka leo tunatajwa Mafia Boxing Promotion. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Karibuni sana. Tumewaita hapa leo, lengo ni kuwahabarisha tena Watanzania kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tumeingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama. Tumekuwa na misimu tulipoanza huko mwanzo mpaka kufikia leo season ya 8, tukiwa katika mafanikio makubwa sana, na haya pia yamechangiwa vile vile na juhudi zenu kama waandishi wa habari. Kwa hiyo leo tuko hapa kuwahabarisha Watanzania wapenzi wa masumbwi kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama, msimu ambao utakwenda kufanyika katika usiku wa tarehe 24 mwezi huu wa 4 katika ukumbi au viwanja hivi vya Ubungo katika soko la kimataifa hapo Ubungo. Nafikiri kila mmoja wetu anaifahamu sehemu hii. Kwa tarehe 24 ya mwezi wa 4 knockout ya mama inakwenda kufanyika hapa. Kutakuwa na ugeni mbalimbali kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini tutakuwa na special appearance vile vile katika usiku huu. Kutakuwa na burudani mbalimbali mwanzo ni kabla ya mapambano. Kwa tunawaambia Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake kwamba tujitokeze kwa wingi sana, tujitokeze kwa wingi kuja kuwasapoti vijana wetu hawa ambao wanaipeperusha bendera ya Tanzania. Ni vijana wa Kitanzania ambao wanakwenda kupambana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Of course lazima watahitaji hawa support sisi kama wapenzi. Kwa hiyo bila kuwa support hawa kidogo kutakuwa na jambo ambalo si zuri. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote ambao mpo ndani ya Tanzania na kwa ninyi ambao mpo nje ya Tanzania, mko nje ya mkoa huu Dar es Salaam, mnaweza pia mkashiriki hili pambano kwa kulipia vingamuzi vyenu vya Azam. Ilipia kingamuzi chako na imani kwamba bila shaka utakwenda kupata burudani iliyo nzuri ya aina yake. Kwa hiyo Tanzania mwe na habari hiyo kwa tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 hapa Ubungo kwenye soko la kimataifa la Ubungo, Mafia Boxing Promotion katika msimu wa 8 wa knockout ya mama unakwenda kufanyika tukio kubwa sana la masumbwi, na tuna imani kwamba kwa maandalizi ambayo vijana wetu hawa wamepata chini ya walimu zao, hatuna shaka kwamba ushindi utakwenda kupatikana. Ni usiku ambao utasheheni mikanda ya aina 3 mikubwa kabisa. Tutakuwa nayo hapa. Ndugu yangu Omar Clayton atakwenda kutangaza ni mikanda ya aina gani na nani anakwenda kupigana na nani. Kazi yangu kubwa ni kuwaarifu tu Tanzania wajue hilo na kuwakaribisha wote tuje hapa kwa viingilio rafiki sana, ambapo ndugu yangu pia atakwenda kutangaza hapa. Utakuja kupata burudani hii kwa kiingilio cha kiasi gani. Mambo yote haya yatawaza ndugu yangu Omar Clayton. Na Mafia Boxing Promotion tumefanikiwa pakubwa sana toka tulipoanza misimu hii, msimu wa kwanza
mpaka leo msimu wa 8. Kwa kweli ukiangalia records za mabondia wetu zimekuwa record ambazo zinakupa moyo na zinakufanya uweze kufanya makubwa zaidi, zinakuhamasisha kama msimamizi au kiongozi, basi uweze kuwekeza zaidi ili vijana hawa waweze kufika mbali zaidi. Tumeanza nao vijana hawa wakiwa bado huko chini sana, lakini kadri tunapoandaa mapambano wanapata ushindi na wanakaa katika rekodi nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa mafanikio, bila shaka tunashukuru kwamba tuko vizuri. Vijana hawa wakiangalia hivi sasa, kuna mabondia ambao wana nyota 2, 2.5, 3 mpaka 3.5. Mafia Boxing Promotion tuna bondia sasa hivi ambaye ana nyota 3.5. Kijana wetu Salmin Kasim, ambaye pia nichukua nafasi hii kuwaambia Watanzania kwamba sasa hivi kijana huyu siku yoyote baada ya siku 2 nafikiri atakuwa safarini kuelekea katika kisiwa cha Guyana ambacho kiko ndani ya Marekani. Kwa hiyo atakwenda kupigana. Tayari ni mafanikio ambayo tumeyapata haya. Kama si kuwekeza kwa kiasi hiki, sidhani kama sasa hivi tungekuwa katika hali kama hii. Kwa hiyo kijana wetu Salmin Kasim anakwenda nchini Marekani kupigana, anakwenda kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia ranki za hawa bondia zinakuridhisha, zinakufanya uweze kuwekeza zaidi, zinakupa hamasa ya kufanya makubwa zaidi. Mafanikio makubwa sana tumepata kwa kipindi chote hichi kadri tulivyokuwa tunaandaa haya matamasha. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu zangu wa Tanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa, tunawahabarisha tena kwa tarehe 24 tujitokeze kwa wingi sana kuja kwa support hawa vijana. Lakini pia tutakuwa ni wachoyo wa shukrani kama hatutaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye pia amekuwa ni chachu ya mafanikio kwa hawa vijana wetu, lakini si mabondia wa Mafia peke yake, hata kwa wale bondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Mheshimiwa Rais amekuwa na mchango mkubwa sana kwa upande wa michezo kwa ujumla wake. Ni nyote ni mashahidi, tumekuwa tukiona Mheshimiwa Rais alikuja na goli la mama. Lengo lilikuwa ni kuwapa hamasa wachezaji wa mpira ili waweze kufanya mazuri zaidi, na tumeona kwa muda mfupi sana hata ukiangalia level au viwango au matokeo ya timu zetu za mipira zimekuwa ni tofauti na hapo zamani. Lakini pia hakuwaacha hivi tu watu wa boxing, na akaja na knockout ya mama vile kwamba kwa kweli knockout ya mama na yeye akaweza kutia chochote kilichokuwa chake. Tumeona mabondia wamekuwa wakitoka hapa na pesa taslimu milioni 10, milioni 5, milioni 2. Kwa kweli ni mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameuweka katika tasnia ya michezo. Kwa hiyo kwa nafasi hii vile tupende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa sana kuwezesha vijana, kuwatia nguvu, kuwapa hamasa ili vijana hawa waweze kufikia katika malengo yao. Nafikiri kwa haya ambayo nimeyazungumza, kama baadaye kutakuwa na maswali, mtajaribu kusikiliza na kuweza kujibu, lakini kwa sasa hivi nitastop kidogo ili ndugu yangu wakaribishwe kuweza. Amani ya Mungu iwe nanyi ndugu zangu waandishi wa habari. Awali yote niseme mengi na mazuri ameweza kuyazungumza mkurugenzi mtendaji wa Mafia Boxing Promotion Ali Zayumba, lakini mimi nipo hapa kudokeza au kuongezea machache ili tuweze kwenda sambamba na kuwajulisha Watanzania nini kinakwenda kufanyika na nani wanacheza tarehe 24 mwezi huu katika viwanja hivi vya Ubungo. Yes. Mimi niwaambie tu Watanzania kwamba tarehe 24 mwezi huu, hii ni sikukuu ya ngumi Tanzania inayokwenda kwa jina la knockout ya mama. Kwa nini sikukuu? Kwa sababu kama tu mashahidi, tangu tumeanza season 1 mpaka tulipofika hapa tumeweza kuburudika, tumeweza kupata mengi ambayo awali wenzetu waliweza kuyafanya na sisi tukachukua kijiti hichi kuendeleza kuboresha zaidi mpaka hapa tukofika. Ndio maana tunaita sikukuu ya ngumi. So knockout ya mama season 8 kutakuwa na fight ama bout 11, na kati ya hizi nyingi ni international.
Knockout mama tarehe 24 mwezi huu viwanja hivi vya Ubungo atacheza Ibrahim Mafia ata rematch na Alvin Kamikiu, yule Mfilipino ambayo last match alicheza na Ibra viwanja vya Posta pale akapata ushindi. So Ibrahim Mafia akatuambia kwamba ile ilitokea tu bahati mbaya katika mchezo na anaweza kurudisha heshima hii kwa Watanzania, na sisi kama Mafia Boxing Promotion tukasema uwanja ni wako, utalimechi naye, na tumesubiri mpaka leo hii imefika hii siku ya tarehe 24 tunayoiendea ya kulimechi hii bout ya Ibrahim Mafia na Alvin Kamikiu. Lakini pia atacheza na Frank Shegembe, atacheza na Faruk Abubakar kutoka Nigeria. Of course wote tunamjua Frank Shegembe. Atacheza Amili Matumla, atacheza na Muzaffar Khan kutoka Pakistan. Atacheza Kalolo Amili na Christian Ligane kutoka Philippines. Atacheza Yohana Mchanja na Eli Kole kutoka Ghana. Atacheza Richard Mtangi na Michael Akechuku kutoka Nigeria. Francis Miaisho Chichimawe atacheza na Oscar Richard kutoka Narcos. Lakini pia Tano Juma atacheza na Yeremiase Labakieke kutoka China. Atacheza Tano Juma anacheza na Gabriel Ochieng kutoka Kenya. Lakini pia Said Hakim atacheza na Daniel Mukaya. Asemale Velem atacheza na George Akoto kutoka Ghana. Lakini pia kama alivyoweza kuzungumza mkurugenzi, hizi bout hazitakwenda tu hivi kama tunavyojua, hizi ni international na Knockout mama ni siku ya sikukuu ya ngumi. Kutakuwa na mikanda isiyopungua 4 ambayo itachezewa siku hiyo. Mkanda wa kwanza atachezea Richard Mtangi. Huu mkanda Richard Mtangi anautetea, aliweza kuushinda katika mchezo wake ambao ulichezwa pale viwanja vya Posta, mkanda wa WBO Africa Middleweight. Atautetea tarehe 24 mwezi huu katika viwanja hivi vya Ubungo. Lakini pia Asemale Vele atacheza mkanda wa WBO Light Heavyweight. Lakini pia Frank Shegembe atacheza mkanda wa WBO Africa Heavyweight. Salim Hussein atacheza mkanda wa UBO Continental Lightweight. Ndio maana halisi tukasema itakuwa ni sikukuu ya ngumi. Burudani ni za kutosha. Mafia Boxing Promotion tunapoandaa ngumi huaga hatufanyi vitu kwa kujaribu, hatufanyi vitu kwa udogo. Kama nyinyi wenyewe waandishi wa habari mmeweza kushuhudia hapo eneo la tukio linalofanyika, kwa maana tuko hapa. Tunafunga ring mpya for the first time, inafunguliwa Malailoni hapa katika viwanja hivi vya East Africa Center and East Africa Logistics Center hapa Ubungo, stand ya mabasi zamani. Tutafunga LED zisizopungua 4 in case imetokea umeenda msalani ama ulikuwa unazungumza na mwenzio, bondia amepigwa, yuko down, ukuona ile ngumi, zile LED zitakusaidia kuweza kuona yale marudio pasipo wewe kurudi nyumbani na kutizama kwenye TV. Lakini pia ni waombe wa Tanzania, kama tulivyowahi kusema, hii ni sikukuu ya ngumi, ni mtoko. Tunaomba usiache familia yako nyumbani, uje wewe na familia yako, kwa maana mama, dada wa kazi na mtoto wako. Kwa sababu gani? You never know, utaweza kuzalisha champion wa baadaye. Mtoto wako atakapomwona Ibrahim Mafia, huenda akamhamasisha akaja kuwa bondia baadaye. Ukimficha nyumbani, hii fursa utakuwa umemnyima. So huu mtoko uje wewe na familia yako. Ulinzi na usalama Mafia Boxing Promotion ni kitu tunazingatia sana. Na ndio maana umeweza kuona kwamba tangu season 1 mpaka tunapofika hakuna aliyewe kuja kwenye Knockout mama akatoka akasema nimeibiwa simu ama site mila. Sisi ulinzi na usalama ni kitu cha kwanza tunazingatia sana. So hakuna namna yoyote ya wewe kumwacha mtoto wako, ya kumwacha mama, wa kumwacha dada wa kazi nyumbani kuja mwenyewe, kwa sababu tumezoea kuona boxing wanakuja tu wanaume kwa wingi. So kwa nini tuje wanaume kwa wingi? Tuje na wake zetu na familia zetu tuweze kushuhudia hii burudani, huu mtoko. Na kiingilio ni rafiki sana. Tumeweza kuweka hii kwa sababu moja, ni kuwahitaji wa Tanzania wote tuweze kuafford, tuweze kuja kutizama ngumi hapa Ubungo, stendi ya mkoa zamani, katika jengo hili jipya la masoko.
So obvious wote tunajua, nikisema stendi ya mabasi zamani hakuna ambaye hafahamu. So viingilio hivi ni rafiki sana. Unaweza kuja hapa kutazama ngumi kwa shilingi 5,000 kawaida, 10,000 VIP na 20,000 VVIP. Tumefanya haya ni kwa sababu yako Mtanzania. Tunaamini bila Mtanzania kuja kwenye knockout ya mama, huenda ikawa hii mikanda tukaipoteza. Energy yako ya kuwewe kufika hapa kushangilia mbondia Mtanzania inaweza kumpa energy nyingine extra ya Mtanzania huyu ya kuweza kuubakiza mkanda nyumbani. Ndio maana tumekokea vingilio rafiki ili uweze kumudu, uweze kufika hapa tarehe 24 mwezi huu ushuhudie ngumi live. Endapo utakapokuwa nyumbani pia sio mbaya, fursa ipo. Ni pia vingamuzi vyetu nyumbani tuweze kutizama hizi ngumi kupitia Azam, na tunavyojua Azam kwenye swala zima la sports, especially swala la ngumi, hawana jambo dogo. Picha ngavu, kila kitu unakiona bila chenga yoyote ile. Kwa hiyo una nafasi pia ya kutizama hizi ngumi ukiwa nyumbani, kwa maana ya kwamba ukilipia vingamuzi siku hiyo ili kuepusha zile sintofahamu, na tulipie mapema sana ili you never know, kwa sababu inaweza kawa imebaki siku moja au siku mbili, foleni ikawa kubwa, network na vitu kama hivyo vikakosesha wewe kuangalia ngumi vizuri. So tulipie mapema vingamuzi vyetu ili tarehe 24 ikifika ni ku switch to Sports HD tuangalie boxing ya knockout ya mama season 8 clear kabisa. Special appearance kama alivyoweza kuzungumza mkurugenzi hapa Ali Zayumba, watakopo wa kutosha. Uwaga tunafanya haya yote ili kumfanya Mtanzania akija kwenye knockout ya mama anakutana na fursa tofauti ambazo alikuwa anatamani kukutana nazo. Utakutana nazo hapa. Utakuwa na wenzetu wacheza mpira, utakuwa na wenzetu waigizaji, wana muziki tofauti, tutajumuka nao hapa. Na endapo utakapokuja utapata fursa ya kummeet nao, kupiga nao story, kubadilishana nao namba na maisha mengine yakaendelea. So hakuna namna yoyote ya kuweza kufanya tarehe 24 ukabaki nyumbani. Hii ni sikukuu ya ngumi ambayo inayoitwa knockout ya mama. So ni waombe wa Tanzania kwa ujumla tujitokeze kwa wingi sana tarehe 24 mwezi huu hapa viwanja hivi vya East Africa Commercial and Logistics Center, kwa maana ya kwamba stendi ya mabasi ya zamani ya kwenda mikoani. Asanteni sana. Young Dragon, labda nikwambie tuko nalo, tunaamka nalo. Tuna mambo ambayo tumeyaweka pale atakapotimia, it's when then tunakwenda kuanza na hayo ambayo umeyazungumza. Kwa hiyo swala la academy, Mafia Boxing Promotion tuko nalo na liko njiani, halina muda mrefu. Na sio hilo tu, tumeanzisha au tuna mpango vile vile wa kuanzisha usakaji wa vipaji katika mitaa. Tayari tumezungumza na viongozi wetu wa TPBRC kuona jinsi gani tunaweza tukaliendea hili. Kwa tuna mpango mikubwa sana, mbali ya hayo ambayo tunazungumza, na mengine mazito makubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kuwa tumeanza safari moja, basi safari ya pili inafuata. Kwa hiyo hayo ndugu yangu, leo sina wasiwasi, yote yatakamilika. Asante mtendaji mkuu. Sasa kwa idara ya matangazo, in case leo kuna kitu cha kumalizia na pengine nikisahau na vitu kama hivyo, Watanzania wanakusikiliza. Karibu. Naam, mimi ningependa tujazie